Moja kati ya taarifa ambayo ilitolewa na Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ilielezea namna ambavyo anatoa shukrani za dhati kwa lile kundi au shirika la Mossad kwa kushirikiana na Israel kufanya mashambulizi pale nchini Iran. Na wengi mara ya kwanza wakati nimewaeleza kwamba Iran walishambuliwa kwa msaada mkubwa sana wa Mossad, ambao wao kazi yao kubwa huwa ni kufanya upelelezi katika maeneo mbalimbali, na ndio maana wa Israel walifanikisha sana mpango wao wa kuishambulia ile Iran katika yale maeneo, hasa mji mkuu wa Iran kwa maana ya Teheran. Sasa baada ya zile pongezi ambazo zimetolewa na Benjamin Netanyahu ambaye kimsingi ndiye waziri mkuu wa pale Israel, tumeona Iran wamekuja kutuambia jambo jingine jipya ambalo ninadhani watu wa Israel hawatalifurahia sana, lakini huo ndio ukweli wenyewe. Bwana, Iran imefanikiwa kuwakamata watu 700 na kuwanyonga wengine watatu baada ya usitishaji wa mapigano kati ya Israel pamoja na Iran. Hii ni moja kati ya ripoti ngumu sana kusikika katika mioyo au vinywa na masikio ya watu wa kule Israel, kwa sababu Mossad ndio watu ambao walikuwa wakiwapa sapoti katika maeneo mengi zaidi. Sasa Iran imetekeleza hukumu ya kifo kwa watu watatu ambao wanatuhumiwa kuwa na uhusiano na shirika la ujasusi la Israel Mossad, na imewakamata zaidi ya watu wengine 700 kwa tuhuma mbalimbali, hasa tuhuma za kijasusi pamoja na upinzani wa kisiasa pale nchini Irani. Na uongozi huu wa kidini wa Kishia nchini Iran kwa hivi sasa unafanya kila linalowezekana kuzuia mapinduzi ya wananchi kabla hayajazuka. Mnakumbuka ambacho kinatokea ni kwamba hata kile ambacho kitokea kule Libya ni the same, kwamba hawa watu ambao wanaanzisha hii migogoro, mfano kama huu mgogoro ambao umeanzishwa na Waisrael kwa sapoti kubwa sana ya Marekani, wanakuwa na malengo mengi. Moja kati ya lengo ni kuharibu kabisa ile miundombinu ambayo wanaona kwao ni miundombinu hatarishi, lakini pili ni kuichonganisha serikali na wananchi wake. Na hiki pia nakumbuka kilifanyika pia hata pale nchini Urusi, baada ya wa Ukraine kuanza kupewa ile sapoti na Marekani, walianza kutaka kumchonganisha rais wa Urusi bwana Vladimir Putin pamoja na raia wa kule Urusi. Sasa raia wa Urusi walisema tutasimama na wewe bwana Putin kwa sababu tunaamini wewe ndiye muongoza njia, mbeba maono wa Urusi. Kwa hiyo hata kule Iran na kwenyewe ni hivyo hivyo. Wa Israel pamoja na wa Marekani walikuwa wanajaribu kutengeneza mazingira ya kuifanya serikali ya Ayatollah Khamenei ionekane ni kama haijafanya lolote lile pale nchini Iran. Kwa hiyo sasa hivi serikali ya Iran inapambana sana kuhakikisha kwamba wanazuia kabisa vitendo vyovyote vile ambavyo vinaashiria ugaidi, ujasusi pamoja na kutaka kuleta changamoto kwenye serikali ambayo inaongozwa na bwana Ayatollah Khamenei. Sasa baada ya kusainiwa kwa usitishaji wa mapigano ambayo wa Iran wanasema ni usitishwaji dhaifu wa mapigano kati ya Israel pamoja na Iran, mamlaka za Iran zimeongeza msako wa ndani kwa kiasi kikubwa na kunyonga watu watatu ambao wanadaiwa kwamba walikuwa wanashirikiana na shirika la ujasusi la Mossad, na kukamata zaidi ya watu 700 kwa hizo tuhuma ambazo zinahusiana na ujasusi pamoja na upinzani wa kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimethibitishwa pia na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, waliohukumiwa kifo walikamatwa wakiwa na vifaa vya kuua ambavyo walikuwa wakivisafirisha kimagendo kuingia nchini Iran, na vyombo vingine vya habari vinasema kwamba waliokamatwa walikuwa ni wapelelezi ambao wana ushirikiano na hilo shirika la Mossad. Baadaye serikali ikaamuru kuamrishwa kufanyika kwa operations za usalama kote nchini, hususan katika maeneo ya Wakurdi baada ya mashambulizi ya anga ya Israel. Vikosi vya jeshi na wanamgambo vimeongeza doria mitaani, kuweka vizuizi barabarani pamoja na kufanya misako ya nyumba kwa nyumba ili kuwabaini wale ambao ni wanatokana na shirika la ujasusi hilo la Mossad. Na maafisa wanasema kuna tishio kutoka kwa wanaharakati ambao wamejitenga, mawakala wa kigeni wa kijasusi pamoja na kundi la MEK
ambalo lilikuwa uhamishoni, ambalo hili ni moja kati ya shirika au kundi lenye upinzani mkubwa sana na serikali ya Ayatollah Khamenei. Wanaharakati wa Kikurdi wanasema watu zaidi ya 500 wamekamatwa tangu mashambulizi ya anga ya Israel yalipoanza tarehe 13 Juni mwaka 2025. Watu mbalimbali wanaona kwamba mpango huu ambao unafanywa na serikali ya Iran ni mpango mzuri, lakini wengine wanasema ni mpango ambao unaturudisha nyuma kwenye mwaka 2009 wakati yalipofanyika yale maandamano yaliyofahamika kama Green Movement. Lakini pia mnakumbuka lile vuguvugu la wale wanawake ambao walikuwa wanadai uhuru, walikuwa wanadai hali safi ya maisha pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo Iran hawataki kurudi tena huko kwa sababu kuna athari nyingi sana ambazo walizipata. Ifahamike tangu yale mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ambayo yalikuwa chini ya kiongozi mkuu wa Iran aliyefahamika kama Ayatollah Khomeini, uongozi wa kidini wa Irani umeweka mkazo mkubwa katika udhibiti wa ndani kupitia mifumo ya kiusalama kote nchini, na kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei amependekeza mfumo huo hasa kila mara ambapo viongozi wa Israel na Marekani wanapotamka juu ya uwezekano wa mabadiliko ya utawala, ni lazima wajue wanahitaji kubadilisha katika maeneo gani. Vyombo mbalimbali vimesema kwamba operation katika maeneo ya wachache kwa kupeleka vikosi vya IRGC na kule Basij kufanya msako, kuvamia nyumba na kufunga barabara, ambapo wanaharakati wanasema majengo pamoja na shule, lakini pia nyumba za raia vimekuwa zikitumiwa na vikosi ambavyo vinafanya upinzani katika serikali ya pale Iran. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba watu 705 wamekamatwa tangu katikati ya mwezi Juni, na Amnesty International imeonya kwamba waliokamatwa hususani waliotoka makabila ya wachache wanakabiliwa na mateso, ushahidi wa kulazimishwa pamoja na kesi za siri zisizokuwa na ulinzi au ushahidi wowote ule kisheria. Mashirika ya haki za binadamu duniani kote yamelaani vikali hukumu za kifo pamoja na kukamatwa kwa maelfu, wakisema kuwa ni mbinu ya kukandamiza sauti za upinzani, na wakosoaji wanaonya juu ya ukiukwaji wa haki za kisheria na matumizi yasiyo na mipaka ya adhabu ya kifo pamoja na ukatili wa viwango vya juu zaidi. Ukandamizaji huu wa sasa unaendeleza historia ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Baada ya kuzuiwa kwa nguvu maandamano ya mwaka 2022, mamlaka za Irani ziliongeza udhibiti wa raia, wakaweka sheria kali dhidi ya uvaaji wa hijabu pamoja na kuongeza hiyo hukumu ya kifo. Amnesty International imetaja kesi za siri, ubakaji pamoja na mateso dhidi ya waliokamatwa, wakiwemo watoto, pasipo kufanyika kwa uchunguzi huru juu ya ukweli wa watu hao ambao wamekamatwa. Kwa hiyo Iran sasa hivi ipo pia kwenye a transition period ya kuhakikisha wanadhibiti kabisa vitendo vya aina yeyote ile ambavyo vinaweza vikasababisha kuto kuwepo na utulivu katika taifa hilo la Iran. Na unapozungumzia taifa ambalo kwa hivi sasa tunasema limepigana kiume sana, tunaweza tukaiweka Iran. Na sababu za kwa nini tunasema Iran inapigana kiume, wanapigana katikati ya mgogoro mkubwa sana ambao upo ndani ya taifa hilo. Mgogoro unajua ni mgogoro gani? Ni mgogoro wa vikwazo vikubwa vya kiuchumi ambavyo wamewekewa na nchi za magharibi, wamewekewa na Marekani pamoja na mataifa mbalimbali. Zamani Iran ndio lilikuwa taifa ambalo linaongoza kwa kuwekewa vikwazo duniani. Kwa hivi sasa taifa ambalo linaongoza kwa kuwekewa vikwazo duniani ni taifa la Urusi. Na Iran sasa hivi wameingia kwenye mapigano wakiwa chini ya vikwazo vikubwa sana, vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kusafiri, vikwazo kwa viongozi pamoja na maeneo mengine. Lakini still wa Iran kupitia kwa Ayatollah Khamenei wamesema watapambana kuhakikisha wanalinda ardhi yao, lakini wanazuia matukio yote ya unyanyasaji ambayo yanafanywa na Marekani kwa mgongo wa Israel. Na wameenda mbali zaidi, wakasema wao kwamba wapo tayari sana wakati wowote ule kama ikitokea patahitajika kufanyika mapigano mengine, basi wao wako tayari kupigana mpaka kuhakikisha wanalitetea taifa lao hilo, ambalo wanasema wao ndilo taifa pekee ambalo katika ukanda wa Mashariki ya Kati halitakiwi kuguswa na mtu yoyote ile, kwa sababu wakati mwingine linaamua hatima ya vitu mbalimbali hapa duniani, ikiwemo hatima ya masuala ya gas, mafuta pamoja na mambo mengine. That's why mnakumbuka baada ya Iran kuwa
ilipoingiliwa na hiyo Marekani, walizuia usafirishaji wa mafuta kupitia ule mlango wa bahari wa Hormuz, na hivi sasa tunapozungumza ni kwamba dunia inakumbana na changamoto kubwa sana ya kupanda kwa gharama za mafuta duniani. Kwa hiyo na tujiandae kisaikolojia, tunaweza tukakutana pia na ongezeko la bei za mafuta katika viwango vingine kwenye siku zijazo, kutokana na kwamba Mrusi tunafahamu ndiye pia anatumika kwenye uzalishaji wa gesi, mafuta pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo bidhaa inavyokuwa adimu na wahitaji wanakuwa ni wengi, wale wauzaji huwa wanapanga wao wenyewe, wanaamua sasa wauze au wasiuze. Wakiamua kuuza, watauza kwa bei ya juu zaidi, na wakiamua wasiuze, basi kile kidogo ambacho tuko nacho tutanyang'anyana hadi tutakapoomba msamaha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.